Assalamu alaikum. Leo nazungumzia mwaka mmoja wa machozi, jasho na damu. Tarehe kama ya leo, tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, tulienda katika mahakama ya Kisutu kwenda kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wetu, kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, nikiwa nimeambatana mimi na aliyekuwa mwenyekiti wangu wa baraza la vijana enzi hizo, Mheshimiwa John Pambaru, na mwenyekiti wa kanda ya Serengeti Julius Ngoto, na watu wengine akiwemo dada yetu Pendo Kileo, huyu ni mwanachama kutoka Mbagara. Tulikwenda moja kwa moja katika mahakama ya Kisutu asubuhi. Tulivyofika getini, tulikuta askari wengi sana wakiwa na mbwa wamewashikilia mkononi, lakini vile vile wakiwa na bunduki nzito nje ya geti la mahakama. Na tulivyofika mahakama, nje ya geti ya mahakama, wakatuambia kwamba haturuhusiwi kuingia ndani. Tulihoji ni kwa sababu gani haturuhusiwi kuingia ndani wakati mahakama ni sehemu ya wazi na sheria inasema mtu yoyote ana haki ya kufika mahakamani kwenda kusikiliza kesi ya ndugu yake yoyote. Wakati tukiendelea kuhoji, polisi walikusanyika wakatuzingira. Wakati wakiendelea kututolea kauli nzito na za vitisho, tukaangalia pembeni tukakuta dada yetu Liz Mambosho ambaye alikuwa amezingirwa na jeshi la polisi, wamemvua t-shirt yake ya juu kama mwanamke, wamemzingira yuko chini. Tukahoji ni kwa nini mnamdhalilisha wanawake, ni kwa nini mwanamke huyu mmemtoa nguo yuko hapa. Wakati hayo yote yanaendelea, akatokea Noheri Hema. Huyu Noheri Hema alikuwa ni mgombea wetu wa jimbo la Singida Mashariki, jimbo ambalo hapo mwanzo mbunge wake alikuwa Tundu Lissu. Huyu Noheri Hema aligombea ile jimbo mwaka 2020. Alipofika karibu na sisi, basi polisi wakamzingira, wakaanza kumpiga sana, wakamgonga kichwani, kichwa kikapasuka. Alivyolala chini wakamngatisha mbwa, na hizo picha zipo, na picha zote ambazo nazungumzia za matukio mtaziona, nitakuwa naziweka kadi ambavyo matukio yatakuwa yanaendelea. Kitu cha kusikitisha, wakatukamata kwa nguvu, wakatupakia kwenye gari la jeshi la polisi nje ya geti la mahakama saa 2 asubuhi. Baada ya hapo basi tukaondolewa pale kwa nguvu. Tukiwa tuko kwenye gari hilo, tulikuwa tuko mimi, John Pambaru, Lucas Ngoto, Pendo Kileo na mzee mmoja wa chama ambaye anatokea Ubungo. Wakatupeleka moja kwa moja kituo cha kwanza, ilikuwa ni Salenda. Tulipofika katika kituo cha Salenda, basi RPC wa mkoa wa Kinondoni akasema hawa kituo chao sio hapa, hawa na sehemu yao maalum. Tukajua labda wakitutoa pale watatupeleka Oyster Bay moja kwa moja, lakini walitutoa moja kwa moja kituo cha Salenda, wakatupeleka mpaka kituo cha Wazo, takriban kilomita zaidi ya 20 kutoka mahakama ya Kisutu. Walipotupeleka katika kituo cha Wazo, tulivyofika pale tukakalishwa chini, tukaingizwa kwenye kituo cha polisi, tukakalishwa chini. Askari wakasema mmeshafika hapa, nyie kuna sehemu yenu maalum leo mnatakiwa mwende. Si hatukuelewa, tukajua labda polisi kazi yake ni kulinda raia na mali zao. Tukajua ametukamata, kuna kituo maalum watakwenda kutuhifadhi. Lakini cha kushangaza, zilikuja gari 2 zikaongezeka. Tukaondolewa katika kituo cha Wazo, tukapakiwa kwenye gari, tukapelekwa sasa umbali mrefu kama dakika 20 hivi. Baadaye tulijikuta tunaingizwa katika katikati ya poli, na baadaye tulikuja kugundua kwamba hilo poli ni poli la Ununio. Hofu, kila mtu sasa akaanza kuingiwa na hofu. Kipi kinatokea sasa kwenye msitu wa Ununio? Na kila mtu anajua historia ya msitu wa Ununio. Watu mbalimbali, wanaharakati, wakina Roma Mkatoliki walipigwa sana, wakatupwa kwenye poli la Ununio, na wanaharakati wengine. Lakini sasa baada ya kufika kwenye hilo poli, tuliwakuta askari wengine wamepaki magari mawili, wako pale askari kama 20 mpaka 25 wakiwa wameshika bunduki na wengine wameshika malungu mikononi. Tulipofika pale wakasema, haya, shukeni kwenye gari, njooni mtuambie ni kwa nini mnaisumbua serikali ya Samia. Tukashuka, tukaambiwa tulale. Kwanza wakatuambia tulale chali tuangalie jua, lakini baadaye wakasema tulale tuangalie hali zikifudifudi. Kwa kweli wakasema leo
wa kuvunjika mguu atavunjika mguu, wa kuvunjika mkono atavunjika mkono. Tulipigwa sana, walitupiga kwa malungu, wakatupigwa kwa vitako vya bunduki. Tulipigwa zaidi ya dakika 30 tulipigwa vibaya mno. John Pambalo alivunjika mguu, Lucas Ngoto alivunjika mguu, na wenzangu wote wakina Pendo Kileo tulipigwa sana. Na walikuwa natuoji, ni kwa nini mnaisumbua serikali ya Samia? Hii ilikuwa ni katikati ya poli la Ununio. Hatuoni mtu yoyote wa kutupatia msaada, na hata mtu aliyeonekana kwa mbali anakuja, walimfukuza na kumtishia kwa bunduki asije kushuhudia kile ambacho kinatokea. Baada ya kutupiga, wakaenda kutuloweka kwenye dimbwi la matope machafu. Tulikaa kwenye hilo dimbwi zaidi ya dakika 15, wakiendelea kutupiga. Wakasema, ni kwa nini mnaisumbua serikali ya Samia? Kwa kweli ilikuwa ni tukio baya sana ambalo kati yetu, miongoni mwetu, hatukufikiria kama tutakuja kukutana na tukio kama hilo. Baada ya kutuchukua pale, wakatupeleka moja kwa moja mpaka kwenye kituo cha polisi. Kituo kipo karibu kabisa na Ununio. Walipotupeleka katika hicho kituo cha polisi, kile kituo ni kituo cha polisi Mbweni. Tukawekwa katika kituo cha polisi Mbweni. Basi tulikaa pale katika kituo cha polisi Mbweni kama masaa 4 hivi, tukiwa tumepigwa, watu wanavuja damu, tukiomba msaada wa kitabibu. Hawataki kutupatia, wakati watu mwili mzima umevimba, unavuja damu. Baada ya kukaa pale kituo cha polisi Mbweni masaa 4, na tulivyoingizwa, hatukuandikishwa kwenye leja ya polisi kwa taratibu za kipolisi. Inamaanisha polisi walilenga kabisa kutekeleza hicho kitendo cha kinyama, na walikuwa wamepanga mauaji kabisa, kwa sababu hauwezi ukaruhusu kuona damu zinamwagika kwenye sakafu, watu hawa usiwapatie huduma za kitabibu. Huo ni ukatili wa kiwango kikubwa zaidi. Baada ya masaa 4 wakaja kutuchukua na gari, wakatuingiza kwenye gari zao za jeshi la polisi. Wakasema tuingie ndani kabisa kule chini tusionekane, ili polisi baada ya kutoa hayo maelekezo, wote tukaingia chini ya gari la polisi ili watu nje wasituone tunakopelekwa. Basi gari likaanza kutembea. Tulitembea takriban kama saa 1 mpaka saa 1:30. Kumbe tulikuwa tunatolewa kituo cha Mbweni, tunapelekwa katika poli la wanyama la Pande. Tukiwa njiani, kila mtu alisali kwa nafasi yake. Waislamu walisali kwa dini ya Kiislamu, Wakristo walimwomba Mungu kwa dini ya Kikristo, kwa sababu tulijua wenda ilikuwa ni siku ya mwisho kuliona jua. Wakati tupo njiani, Pambalo akanambia, Mwepaya, bila shaka wanakwenda kutuua. Nikamwambia ikiwezekana kusali sala ya mwisho, tusali sala ya mwisho, kwa sababu hiki ambacho kimetokea siku hii ya leo si jambo la kawaida. Hiki kipigo ambacho tumekipata na hizi damu ambazo tunavuja, tukipona tumshukuru Mungu. Nikimwangalia mwenyekiti wa kanda ya Serengeti, kwa kweli kila mmoja nuru ya kuishi ilikuwa imepotea katika uso wake. Tukaenda umbali mrefu, tukaingia katikati ya poli, tukashushwa kwenye gari, tukaambiwa tupige magoti wakati wanakuwa bunduki. Kwa moyo wangu wa dhati kabisa, maisha yangu niliyakabidhi mbele ya Mungu, kwa sababu nilihisi kabisa wenda mambo ya mapambano ya kupambania haki katika uwanja wa kawaida wa ardhi ndio tumefikia mwisho. Kipigo tulichopigwa katikati ya poli, hatuoni binadamu yoyote. Tulimwomba Mungu tu kama atatupokea basi atusamee mazambi yetu na atuhifadhi panapostahili. Wote tukapiga magoti, tukainamisha vichwa vyetu chini, na kila mmoja alisali kwa nafasi yake. Lakini baadaye Mungu ni mwema, wale watu waligeuza gari wakaondoka kwa spidi kubwa sana. Inamaanisha Mungu aliruhusu waja wake na wapambanaji wake tuendelee kuzungumza uovu wa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Baada ya hapo tulikaa pale takriban kama dakika 5.
kwa sababu kila mmoja alikuwa ana hamaki, wala hakuna ambaye alikuwa anafikiria kama siku hiyo atatoka pale akiwa yupo hai. Baada ya hapo tukaanza kujikongoja. Sasa ndio kila mtu anajua kama wa kuvunjika kajua kama nimevunjika, ambaye hana uwezo wa kutembea alijua kama sasa hatuna uwezo wa kutembea. Tukaanza kutambaa, wakatambaa, ambao wengine walikuwa wana uafadhali kidogo, akawabeba ambao hawawezi kutembea kabisa. Tukajikongoja umbali kama dakika 10, tukaenda tukaikuta barabara. Mungu ni mwema. Baada ya hapo tulikaa hapa kwa muda kidogo. Baadaye akapita bodaboda mmoja ambaye tulimuomba, tunakuomba uende ukawaite bodaboda wengine mje mtuchukue haraka iwezekanavyo. Wakati tuko pale, wale watesi wetu kuna begi moja ambayo aliturushia, kumbe sisi ile begi tulikuwa tumeweka simu zote. Kwa hiyo baadaye tukaangalia kwa kuna simu. Mtu wa kwanza ambaye tulifanikiwa kumpigia simu alikuwa ni Mdude Nyagali Chadema, ambaye haraka iwezekanavyo aliposti taarifa kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba nimepokea simu kutoka kwa Tua Mwaipaya kwamba wamepigwa vibaya, wametupwa katika poli la Pande, wanahitaji msaada wa haraka. Kwa hiyo naomba watu mlio jirani na Dar es Salaam muweze kuwapatia msaada. Kweli hiyo taarifa ilisambaa kwa kasi zaidi kwa sababu tulikuwa tumerekodi video fupi ambayo inaonekana hapo. Tumeshaanza. Jamani, jamani, tuko hapa panaitwa wapi hapo? Bagamoyo eti. Pande. Tuko hapa Mpande, Bagamoyo, maeneo ya Ununio. Tumepigiwa kule Ununio. Tulipigwa sana na polisi. Walipomaliza kutupiga wakatupeleka Ambweni, kituo cha polisi. Wamekaa na sisi pale karibia masaa 3, wakatuambia ingieni kwenye gari. Masaa 4 wakatuambia ingieni kwenye gari. Wametuingiza kwenye gari, wameanza safari. Watu wameumizwa sana. Watu wameumizwa. Tumefika hapo wametushusha hapo. Wakatuambia endelee na mambo yenu. Kwa hiyo tuko hapa tunaomba msaada. Watu wameumiwa kama mnavyoona, hata mimi huwa amenivunja, huyu mzee amevunja kono, dada hapa hawezi kutembea, wamepiga hata mwanamke hawezi kutembea. Kisa tu ni kuhudhuria mahakamani, kuhudhuria kwenye kesi ya mwenyekiti wetu, na hakuna fujo yote tumefanya. Tumeenda tu tunaambiwa ingia kwenye gari. Tunaomba msaada. Tuko Bagamoyo hapa Mpande. Asanteni, tunawashukuru sana. Tunaomba msaada wenu jamani. Asanteni sana. Hiyo video tulirekodi na ikasambaa kwa kasi zaidi, ikiwa inaonyesha uhalisia wa tukio lenyewe. Wenye damu kwenye miguu yao, kama unaona ngoto na watu wengine, kama ambavyo hiyo video inaonyesha hapo. Sasa baada ya hilo tukio, watu wakaja pale wakatusaidia, tukaenda moja kwa moja mpaka pale Magwepande Center. Watu wakatuzunguka, wenye kulia walilia, ambao wanatufahamu wakatupa msaada. Gari ya kwanza ikatuchukua. Baada ya kutembea umbali kama wa dakika 15, yule mwenye gari alipigiwa simu, au watu wamepigwa na serikali, hiyo issue ni issue hatari, kwa hiyo usifika nao mbali, washushe. Tulishushwa. Yaani yule mwenye gari kwa hofu akatushusha, akatuacha pale. Kwa ukarimu wake tunamshukuru, kwa sababu alisema hata tuchaji pesa ya pale ambapo ametufikisha, ametupatia msaada, tutafute msaada mwingine. Ili tulazimu sasa kusimamisha daladala, na tuliongea na konda mazila ambayo tumepitia, na konda alituelewa, na dereva, Mungu ampe maisha marefu yule konda na dereva wake. Baadaye ile daladala ilituchukua moja kwa moja mpaka hospitali ya Mwananyamala. Tulipofika hospitali ya Mwananyamala, tulikutana na wenzetu ambao pia wamepitia ambayo sisi tumepitia. Naibu wa Chadema Zanzibar, makamu mwenyekiti Zanzibar, mkurugenzi wa fedha makao makuu, wote walikuwa wamepitia hii adha ambayo sisi tumepitia. Walipigwa vibaya sana na kuumizwa. Kwa hiyo baada ya kufika hospitali ya Mwananyamala, kila mmoja kwa nafasi yake alipata matibabu. Wengine wakagundulika wamevunjwa mikono na miguu. Mimi nilikuwa nimeumizwa vibaya kila sehemu ya mwili wangu, nikapata huduma ya kwanza. Lakini kile kipigo na maumivu
Kwanza nilichechemea mwezi mzima. Cha pili, sikukaa wiki mbili kwa makalio yangu. Yaani mimi nilikuwa ni mtu wa kulala ubavu. Yaani sikuweza kukaa kama ambavyo nimekaa hivi wiki mbili. Yaani kipigo, maumivu ambayo nilikuwa nasikia kwenye mwili wangu yalikuwa ni makubwa sana. Haya yote yametokea ni kwa sababu gani? Kwa sababu kwenda tu mahakamani kwenye kesi ya mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu. Leo mwaka mzima umeisha. Haya baada ya kutokea, jeshi la polisi kupitia kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Mulilo akasema hatujakamatwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi likakana kutushikilia. Fikiria, tumechukuliwa nje ya geti la mahakama. Vyombo vya habari vilibahatika kupata baadhi ya picha kwa sababu walikuwa wamefukuza kabisa vyombo vya habari, na maanisha walipanga kutekeleza unyama siku hiyo. Walipanga kuua watu, kuteka na kupoteza. Lakini baadaye walivyoona baadhi ya picha zetu zimeachiliwa, wakaona kama dili ambayo walikuwa wamepanga halijakubalika, kwa sababu kuna baadhi ya viongozi au waandishi wa habari walichukua kwa mbali matukio yale. Tukaonekana tunapandishwa kwenye gari la jeshi la polisi na kuondolewa pale, na video ikaonekana. Sasa ninamaanisha nini kuzungumza haya? Jana kama ambavyo mmesikiliza ripoti ya tume haramu ya Chande, nasema kuna watu wamejiteka kwa sababu za mapenzi. Yaani wametekwa kwa sababu za mapenzi. Wengine wamejiteka wenyewe na kujipoteza. Yaani wakina Mdude Nyagali, wakina Humphrey Polepole aliyosema mchakato wa chama ndani ya Chama cha Mapinduzi wa kumpitisha Samia kugombea nafasi ya urais, alijiteka. Sasa angalia tukio letu. Sisi tumechukuliwa mchana kweupe nje ya geti la mahakama, polisi wamekana kutushikilia. Alafu mtu anakuja kutuambia kwamba kuna watu wanajiteka kwenye hiyo ripoti haramu. Ndio ujue ukatili wa serikali ya Chama cha Mapinduzi, hii serikali haramu ya Samia Suluhu Hassan. Ukatili wa hiyo serikali. Sasa hii serikali ambayo iliweza kuchukua watu mchana kweupe ikapiga na kuvunja vibaya wakiwa wanaloa damu isiwapatie msaada wowote wa kimatibabu, ndio hii serikali ambayo iliua Watanganyika siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Mazira yetu ni mwezi wa 4 mwaka 2025. Wakaja kuua tena tarehe 29 mwaka huo 2025. Kwa hiyo ule mwaka walikusudia kufanya maovu makubwa ya kutisha. Mpaka leo ninapozungumza, mazira yote ambayo nimeyataja, hakuna mtu hata mmoja ambaye amefikishwa mahakamani kwa makosa haya. Hakuna ambaye amewajibika kwa makosa haya. Wapo waliomuua Alphonse Mawazo, hakuna aliyewajibika mpaka sasa kwa makosa yale. Wapo waliomuua aliyekuwa diwani wa Chadema kule Morogoro, David Rwena, mpaka leo hakuna aliyewajibika kwa makosa haya. Wapo waliomuua katibu wa Chadema kata Ananasifu, Daniel John, mpaka leo zaidi ya miaka 7 hakuna aliyewajibika kwa makosa hayo. Yupo aliyompiga risasi Akwilina, mpaka leo zaidi ya miaka 7 hakuna aliyewajibika kwa makosa hayo. Na wanataka hata wale ambao wamefanya unyama wa tarehe 24 mwaka 2025 wa kutupiga sisi na kutuvunja vibaya, hakuna aliyewajibika. Na kwenye ripoti ya jana wanataka wahalalishe tena kwamba asiwepo mtu yoyote wa kuwajibika kwa mauaji yaliyotokea. Ndugu zangu, hatuwezi kukubali, hatuwezi kuvumilia tena, hatuwezi kunyamaza, hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kuruhusu nchi yetu ya Tanganyika watu ambao hawajatokana na ridhaa ya wananchi basi wanyanyase na kuumiza wananchi wanavyoweza. Na niwaambie tu, hiki ambacho nimekisimulia siku hii ya leo sio stori ya kutunga, ni stori ya kweli. Na mimi na wenzangu hatuwezi kuwa wa mwisho kwenye utawala kama huu ambao hauna ridhaa yako. Kwenye utawala ambao wewe haujachagua kiongozi yoyote kuanzia serikali ya mtaa mpaka yule ambaye anajiita rais, haujamchagua. Hiyo serikali lazima itaendeshwa kijeshi. Polisi watakuwa na mamlaka makubwa zaidi ya viongozi ambao wanawaongoza ambao hawana ridhaa yenu. Mateso yatakuwa ni makubwa sana. Tutaendelea kutekwa, tutaendelea kupotezwa, kwa sababu njia pekee ya kuihalalisha hii serikali haramu ni ya kuwatisha wananchi ili waache kabisa kuhoji uovu wao. Na sisi tumekataa. Licha ya mateso ambayo tumepitishwa nayo simulia siku hii ya leo, mwaka mmoja wa machozi, jasho na damu, nasema
hatuwezi kunyamaza.